nakushukuru leo, naweko wazi, naweko mbali na haya mapigo ya ulimi kwa jina la Yesu. Haya mapigo yananiachia, yananiachia, yananiachia. Maneno yaliyobadilika kuwa mauti yananiachia. Vizuri, unaona utayari ameanza kufunguliwa. Sema mapigo ya ulimi yananiachia. Kila maneno yananitamkia, yananitamkia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu yananiachia. By force, by power. Kuna mtu nasikia, una ndugu yako alikufa, anakujia kwenye ndoto, wanataka ufe kifo kile kile, anakujia alikufa, anakujia na mara nyingi unakaa naye, mara nyingi usiku akikujia unakaa naye, no, nguvu itashuka huko huko, unasikia hicho kitu, huyo msaidie, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna mahusiano kati ya waliokufa na walio hai, na kataa kwa jina la Yesu. Wanasema tena hai. Usishangae wanaofunguliwa mlete hapo. Ndio niko. Ndio. Nasikia Mungu yupo kazini. Inua mikono, sema kwa Yesu. Sema kwa Yesu. Jina la Yesu. Kila mapigo ya ulimi, ananitamkia. Na yaniachia. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ya ulimi. Wametamka mtoto mwanafunzi, naona jina linaanzia na J, darasa la 6 kama sio la 7, anatakiwa kuacha shule kuingia kwenye bangi kwa sababu wachomba zake wako kwenye hali hiyo. Sijui nani, na mtoto ameanza kusumbua. Baba, katika jina la Yesu, mwana saba tayari na mfungua mtoto kwa mamlaka ya jina la Yesu, popote alipo mama yake, power msaidie. Inua mikono. Tayari naona uwepo wa Mungu. The presence of God. Kwa jina la Yesu. Naona mtoto anatakiwa alisishe roho ya wachomba. Unaona huyu tayari. Inua mikono, sema kwa Yesu. Kila mapigo ya ulimi wananitamkia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na sasa hivi ninapoomba nasikia tumbo lako linafuta chini ya kitovu. Walikutembelea ni kwa sababu ya mtoto. Msaidie. Ni kwa sababu ya mtoto uliyembeba. Kuna mchawi alikutembelea hospitali. Na stori jifungua kwa damu nyingi kumwagika. Damu nyingi zilimwagika. Wachawi mashetani walifanya agano. Ule mtoto ni wa kike, ni mtoto wa kike. Yesu msaidie. Maina Ramako na baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Wachawi ambao wamepata maneno juu ya mtoto, juu ya mwanamke, hamtafanikiwa kwa jina la Yesu. Maina baba. Na ile nguvu ya Mungu jikonekte juu ya moto wako. Na ile nguvu ya Mungu ile iko. Sema kwa Yesu. Kila mapigo ya ulimi wananipiga yananiachia leo. Nasishwa na haya mapigo kwa jina la Yesu. Nasishwa na haya mapigo. Sema power. Kuna mtu mkubwa wako ni mganga. Babako mkubwa ni mganga.
ameharibu maisha ya babako mzazi na anafuatilia familia yenu. Na mwana baba mkubwa ni mganga, baba mkubwa ni mganga, baba mkubwa ni mganga na anaogopwa kwenye familia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yule aliyeingia hapa ambaye baba yake mkubwa ni mganga anaharibu maisha yao, ninaomba neema, ninaomba nguvu yako imshukie mtu huyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na ikomboa hiyo familia, na mkomboa baba yake, na mkomboa baba yake popote alipo. Hiyo familia imekamatwa na mkubwa mganga pokea moto. Jesus, 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 Jesus. Bakubwa, asiye familia, asiye familia, asiye familia, asiye familia. Mbele huyo kama yeye mleta. Naona bakubwa Yesu hapo. Bakubwa mganga ya amata. Ni hapa, wewe chukua wewe. Ni hapa. Asante kwa neema yako, kwa neema yako. Nisikilize, uwasili asikosa mtayari. Nimeingia ulimwengu wa roho, naona vitu vya ajabu. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Kuna mtu ulipatana na mume wako, mtoe mimba, mtoto amezaliwa, lakini nasikia roho ya mauti inafuatilia mtoto. Ulibishana sana na mume wako kwa swala hilo mimba, mlishauriana mtoe mimba, na mwana mtoto darasa la 3, mlishauriana na mwanaume mtoe mimba. Nasikia roho ya mauti ambayo inataka kufuatilia familia. Nisaidie hiyo roho inashiri. Baba, kwa jina la Yesu nafuta agano na maneno waliopatana wanandoa katika jina la Yesu. Wewe uliyekubaliana na mume wako kutoa mimba, lakini Bwana alikataa. Nasikia mtoto ana kitu, huyo mtoto ana kitu, huyo mtoto ana kitu, huyo mtoto ana kitu. Anawindwa kwa uwarai wa maneno ya wazazi. Uko hapa, uko hapa. Pokea neema. Nampenda mtoto na hiyo roho ya mauti. Nampenda huyo mtoto, nampenda huyo mtoto. 1, 2, 3. Mungu sio Mungu. Bado nasikia wachawi wanasema ni halali yetu, wazazi walimkataa. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Jesus, Yesu makofi. Tayari nimehama, naona vitu ulimwengu wa roho. Hebu endelea kuomba chini chini. Sema roho nitembelee, sema roho nitembelee, sema roho nitembelee. Holy mahanso vida ramaida feso. Baba, kwa jina la Yesu, utaona uchungu ukirudia tena. Ndio uchungu wa mauti walitaka waulete mtoto popote alipo, kwa damu ya Yesu. Mapatano ya baba na mama, mapatano ya baba na mama. Mama alikataa kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake, na hiyo nguvu ishuke ya kwamba asijifunge kitenge kinoni, asilie msiba wa mtoto, asilie msiba wa mtoto. 1, 2, 3. Ewe roho ya mauti unapata wahi, macho mwanamke, macho mwanamke. Ndio mikono ile, kuna nguvu inakushukia. Mtoto yuko wapi? Yuko nyumbani. Uniletee Jumanne. Hiyo mikono iko, kuna nguvu inashuka. Hebu sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Asante. Asante. Kwa neema yako. Kwa neema yako. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Nitetee. Nitetee. Namuona Abdalla. Kuna mwanamke unatembea na mapepo. Uliachana Abdalla. Namuona Abdalla. Abdalla. Bado anakufuatilia Abdalla. Abdalla. Ulikuwa na mahusiano na mtu wa Uislamu. Abdalla. Ameoa. Akiana haribu maisha yako. Abdalla. Baba, katika jina la Yesu, huyo mwanamke nampenda na yule katika jina la Yesu. Nampenda na yule ambaye anamfuatilia kutoka kwa mwanaume katika jina la Yesu Kristo. Popote alipo. Jesus. Nani hapa nasikia Abdalla? Njoo baraka kimi. Kama ningeweza kusogea mbele. Usione aibu. Usione aibu, nasikia bali hicho kitu. Nitaama sasa hivi. Ni wewe. Pigia Yesu makofi. Simama. Naona bado na kamata maisha yako.
anayeharibu maisha. Inua mikono juu. Nasikia nitenganishe. Na kuna mtu umekaa huko, hii kesi inakuhusu, lakini unaona aibu. Nataka nikwambie ni wakati wako ulikuwa unakuhusu. Ulikuwa unakuhusu. Na wewe ni jambo hilo. Ni jambo hilo. Ya, msikilize, msione aibu Mungu akiwa anataka kukufungua. Inua mikono juu. Wewe endelea kuongea, sema Roho Mtakatifu nitembelee. Roho Mtakatifu sema na maisha yangu. Roho Mtakatifu sema na maisha yangu. Roho ya mahusiano uliofunga maisha ya mwanamke, ewe mwanaume uliotamka maneno ambayo ni agano juu yake, nayafuta. Kuna mtu unasikia harufu ya damu, harufu ya damu. Endelea kusema Roho nitembelee. Unasikia harufu ya damu, naona ajali kwenye familia yako, kwenye ukoo, unasikia harufu ya damu. Harufu ya damu. Sasa sijajua unasikiaje. Huyo msaidie. Kwa jina la Yesu. Harufu ya damu. Nasikia kuna mtu wanataka kumaliza. Harufu ya damu. Hapa sijui na harufu gani damu, lakini nasikia kuna mtu anasikia harufu ya damu. Kwa jina la Yesu. Hautaweza. Ndio ajali. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio hai. Endelea kusema Roho nitembelee. Kwa jina la Yesu. Sema power. My God, my Lord. Huyu njoo wewe, msanii wewe. Jesus. Mama wangu yuko wapi? Sande. Ana hali gani sasa hivi? Katibu mchwa. What is the position of your mother? My mother is in Zambia. I mean the condition of her in terms of health. It's not really fine. It's not really fine. What's happening? BP. Navyo kuona pale naona msiba. So anatakiwa aombewe. Anaitwa nani? Anaitwa Rose. Hiyo sio BP ametupiwa. Ni michezo ya shetani. Amina. Haumwi. Ni michezo ya shetani. Na naona kupitia hiyo BP wanataka paralyze. Baba yako amewahi kumwacha wako? Baba amekufa. Alikufa akiwa anaishi na mama au aliachana? They were living together, also they were separated. Together. Baba yako alikufa kifo gani? 20. Not the year. The best of your father was a positive of which reason? BP. Unaona ni kile. Alikufa kwa BP. Ni kile kinafuatilia. So naona mama anatakiwa afuate. It's the same. Thank you, Jesus. Thank you for the Spirit of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you for the healing. Right. Free. Right now. The mighty name. Amen. Inua mikono, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Asante.